Bana, sijui kama mmeligundua jambo hili, tangu nyimbo ya kwake Abigail Chams pamoja na Harmonize iweze kutoka, basi kuna makubwa ambayo yamezidi kuonekana katika mitandao mbalimbali. Sasa hii hapa imekuja baada ya kuona challenges zinazidi kufanyika katika mtandao wa Konde Gang. Sasa hii imekuja ukijaribu kufuatilia katika ukurasa wa kwake Konde Gang, inamaanisha kwamba ukurasa wa Konde Gang official kabisa, basi utagundua kabisa kwamba challenge nyingi ambazo zimekuwa zikifanyika especially katika ukurasa huu wa Konde Gang, basi utawakuta couple mbalimbali na watu mbalimbali basi wanafanya challenge hii ya ngoma ya kwake Abigail Chams, huku wakiwa wanaimba verse tofauti tofauti. Mfano kama hawa hapa wanaimba verse ya kwake Harmonize pamoja na verse ya kwake Abigail Chams. Bwana, naweza nikasema kwamba hii combination ya Abigail Chams pamoja na Harmonize basi ni kitu ambacho ni cha kipekee sana na kinaweza kaja kuleta mabadiliko makubwa sana katika tasnia ya muziki wa Tanzania. Sasa moja kati ya kitu ambacho Harmonize amezidi kukiandika katika ukurasa wake wa Instagram ni kwamba wanawake hawa ambao wanafanya challenge hizi za ngoma hizi ambazo wameweza kutoa hivi karibuni, ngoma ya Furaha lakini pia ngoma yake pamoja na Abigail Chams, ni wanawake ambao ni wasafi, lakini pia watu wengine pia ambao basi wanafanya challenge hizi basi wanapaswa wawe makini. Ameandika kwamba watoto wanaojiposti hii ngoma ni wasafi jamani, na ngeli zinapanda wenzangu, na mimi tujifunze tunakuelekea huko. Yani kwa namna moja au nyingine Kiingereza kinapanda kwa watu hao ambao wanafanya challenge za ngoma hizi, ngoma hii ya Me Too, ambayo ngoma hii rasmi kabisa ni ya kwake Abigail Chams, lakini Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye ameshirikishwa katika hili. Naweza kusema kwamba kwake Harmonize jambo hili anazidi kuliinsist kwa jamii kwamba angalau basi wajifunze Kiingereza, kwa sababu huko tunapoelekea ni kubaya, ni sehemu ambako basi watu wengi tunapaswa kujua lugha hii, kwa sababu tutakuja kuteseka na tutakuja kuaibika. Hii ni kupitia ukurasa wake wa Instagram, yani inamaanisha kwamba alichapisha chapisho hili kupitia ukurasa wake wa Instagram katika Insta story, maneno ambayo yalikuwa yanaogopesha hata wale ambao wao wenyewe wamefanya challenge hizi, kwa sababu ipo wazi kwamba Kiingereza tunapaswa tujifunze, lakini pia Kiingereza hichi ambacho basi wameimba katika ngoma hii na mashairi ambayo wameandika, basi watu wengi tunapaswa tukijue. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu. Hii ni Harmonize News, na hapa basi nimeamua kukuletea yale ambayo yamejiri katika mitandao ya kijamii. Bye bye for now.